Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Ofisi ya kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Arusha imetoa notice ya siku 14 kwa zaidi ya wateja 1600 ambao awali walikuwa wamepewa ilani ya kuwataka kulipa pango la ardhi ndani ya siku 90. Lakini watu hao hawakutekeleza wajibu huo ndani ya muda uliopangwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wateja walioshindwa kulipa ndani ya muda huo wanyongeza watachukuliwa hatua za kisheria, ikiwa ni pamoja na kufikishwa mahakamani na mali zao kuuzwa kwa mujibu wa sheria ili kufidia deni la pango la ardhi. Akifafanua hatua hizo, mratibu wa kodi mkoa wa Arusha, Robert Mwakisesia, amesisitiza umuhimu wa walengwa kuzingatia matakwa ya sheria kwa kulipa kodi kwa wakati ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na hatua hizo za utekelezaji. Na lengo la kuwaita waandishi wa habari pindi hii ni kuwajulisha wananchi kwamba muda wa kodi ya ardhi kulipa umeisha, kwa sababu katika mwaka wa kiserikali unaisha mwezi wa 6 na sasa hizi tuko katika mwezi wa 4. Kwa hiyo tumebakiza miezi kama 2.5 hivi ili mwaka wa serikali kuisha. Labda kwa kuanza ningeanza kuwatazamisha wananchi kwamba kwa mwananchi yeyote yule ambaye anamiliki ardhi kisheria, ana hati, anapaswa kulipa kodi ya ardhi. Na kipindi cha kulipa kodi ya ardhi bila adhabu ni kuanzia Julai 1 mpaka Disemba 31. Na baada ya hapo adhabu itahusika ya kulipa kodi. Kwa hiyo kuna adhabu kadhaa ambazo zinaambatana hapo. Adhabu ya kwanza, kuna penalty ya 1% kila mwezi ambayo inachelewesha. Lakini ya pili, kuna tozo ya kuchelewesha pesa ya serikali. Na mpaka sasa lengo ambalo tulijiwekea katika mkoa wa Arusha ni bilioni 16. Na waliolipa mpaka sasa ni takriban 44%, ambao ni kama bilioni 6. Na tulitoa ilani zaidi ya 1600 na muda wa kulipa hizo ilani ilikuwa ni siku 90, na siku 90 zilishapita, na sasa hizi serikali imeamua iongeze siku 14 zingine, lakini baada ya hapo siku 14 kupita watapelekwa kwenye baraza la ardhi na nyumba la wilaya kwa ajili ya hatua zaidi. Na hatua hizo ambazo zitachukuliwa kule ni pamoja na kuuziwa mali zao kwenye mnada ili kufidia ile kodi ambayo hawajalipa. Kwa hiyo ni muhimu sana kutumia kipindi hiki cha siku 14 kulipa hizo kodi ili kuepukana na usumbufu wa kupelekwa kwenye baraza la ardhi na nyumba la wilaya kwa ajili ya kuuziwa au kufanywa mnada nyumba zao ili kufidia ile kodi ambayo hawajalipa. Ni kwamba kuna kodi mbili. Kodi ya kwanza inaitwa kodi ya majengo, yani property tax. Hiyo inalipwa kwa mtu yote ambaye anamiliki jengo katika ndani ya mamlaka ya miji, na hiyo inatozwa na serikali za mitaa. Na siku hizi wanatoza kwa kupitia TRA, wanatoza kwa kupitia pia unavununua luku au unavununua umeme. Lakini hii kodi ambayo tunaongelea hapa inaitwa land rent au kodi ya pango la ardhi, ambayo inalipwa na mmiliki wa ardhi ambaye ardhi yake imepimwa na hati. Kwa ndio tofauti kubwa kati ya ile kodi ambayo inalipiwa kupitia luku na hii kodi ambayo tunaiongelea hapa. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas.